Tunapozungumzia recovery tunazungumzia ni long term process. Ni mchakato wa muda na upataji nafuu hauwezi kuweza kufanyika kwa siku moja. Ni kama ilivyo kwa uraibu. Mraibu hakuwa kwa siku moja. Alianza na mchakato fulani. Alianza kutumia kwa majaribio, baadaye akaja akawa mtumiaji wa kijamii, mtumiaji wa mara kwa mara na mpaka alipokuwa mraibu. Na ndani ya uraibu alikaa kwa muda fulani. Akiwa katika gereza hilo la utumwa, aliishi kutumia na alitumia ili aishi, na alishajitengenezea mazoea ambayo mazoea hayo yalikuwa yako registered katika ubongo. Anapokuwa na hali za hofu, alipotumia kilevi aliweza kupata ujasiri. Alipokuwa na hasira, alipotumia kilevi aliweza kupata utulivu. Lakini alipokuwa ana furaha, alipotumia kilevi aliweza kupata furaha zaidi. Na alipokuwa na wasiwasi, alipotumia kilevi alikuwa na hali za kuweza kujiamini, na hicho ndicho alichokuwa anaamini mraibu pindi alipokuwa katika gereza la utumwa. Na hayo ndo mazoea ambayo yamekuwa registered katika ubongo wa mraibu. Sasa leo tunapozungumzia upataji nafuu au anapokuwa katika hizi nyumba za upataji nafuu, kitu tunachokifanya tunabadilisha yale mazoea aliyoyazoea ili ubongo uweze kusajili mazoea mengine tofauti na yale ya mwanzo ambayo yalikuwa yako katika utegemezi wa vilevi mbalimbali. Leo tunaweza kumfundisha mbinu mbalimbali za kuweza kukabiliana na wasiwasi pasipo kuweza kutumia kilevi. Leo tunamfundisha mbinu mbalimbali za kuweza kukabiliana na hasira pasipo kuweza kutumia kilevi. Lakini leo tunamfundisha mbinu mbalimbali kuwa anaweza kupata furaha na akaongeza furaha zaidi pasipo kuweza kutumia kilevi. Na hapa ni Double Recovery House. Hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Saidia mraibu wa dawa za kulevya, usimwadhibu.